Naam, ni nchini Venezuela ambako sasa huyu ni waziri wa ulinzi anajulikana kama Vladimir Padrino Lopez. Na Vladimir Padrino Lopez yeye waziri wa ulinzi wa Venezuela. Kwa hiyo amekuwa akiongea na yuko bega kwa bega na mtaalam Nicolas Maduro ambaye ni rais wake katika kuhakikisha kuwa wanazuia namna yeyote ya Marekani kuweza kuingia ndani ya Venezuela. Ndani ya Venezuela hususan huku baharini, ambako baharini huku sasa ni Caribbean Sea, ambako ndo kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa waziri huyu ambaye ni Vladimir Lopez, Padrino Lopez ambaye ni kutokea Venezuela. Kwa mujibu wa kauli yake ni kuwa wamepeleka vikosi vya wanajeshi 200,000 ukanda huo katika bahari hii, ambako sasa Marekani, maana mnakumbuka nimekuwa nikiwaambia amepeleka hapo meli vita kama 7 hivi. Lakini na manowari ya nyuklia na yeye amepeleka. Ukiachilia mbali manowari ya nyuklia, lakini pia akapeleka na wanajeshi. Hiyo yote tu eti kisa amesema kuwa naenda kuwinda watu wauza madawa ya kulevya. Sasa unashangaa wauza madawa ya kulevya unaendaje kuwawinda na kuwapelekea jeshi, uwapelekee meli hizo, uwapelekee nyambizi hilo la nyuklia, uwapelekee na ndege za kivita, tena ndege za kisasa kabisa F-35 ambazo amezipeleka pale. Kwa hiyo sasa huyu waziri wa ulinzi amesema wamepeleka huko hiyo Caribbean Sea wanajeshi kama 200,000 hivi kwa ajili ya kuzuia uingiaji wa Marekani au jeshi la Marekani katika taifa la Venezuela. Na hii imeonekana kuwa shoku wa Marekani kwa sababu hawakutegemea kuwa raia wa Venezuela pamoja na askari wa Venezuela watakuwa wana munkari ya namna hiyo. Yani wana ile ari ya kutaka kulilinda taifa lao la Venezuela lisiangukie mikononi mwa wa Marekani. Na wamejua, nafikiri wamesoma vizuri michezo hiyo kwamba Marekani ndivyo alivyo, ndivyo anavyotaka, kwa sababu kwa sasa hivi Marekani anatafuta sana madini duniani. Na Venezuela ni mojawapo ya mataifa ambayo ni mataifa tajiri yenye madini. Kwa hiyo kwa maana kwamba hakuna namna yani ya Venezuela kuwa salama, inabidi lazima Marekani kama Marekani aingie pale na atafute sababu ni nini. Ndio hiyo sasa kuwa naenda kudili na wauzaji wa madawa ya kulevya, lakini kikubwa ni kutaka kuondoa utawala wa Nicolas Maduro, kwa sababu Nicolas Maduro yeye amechagua upande wa kukaa, sio upande wa manyang'au, akae na watu ambao ni marafiki. Na marafiki hawa ni nani? Basi ni Urusi pamoja na China. Ndio maana imekuwa hivyo. Sasa hili ni jambo ambalo kwa upande wa Marekani halikai sawa. Na Marekani anakumbuka, Marekani amejipa yeye ukiranja wa kuwa yeye ndio baba wa demokrasia duniani, baba wa demokrasia ulimwenguni. Amejipa hiyo. Kwa kama amejipa kuwa ni baba wa demokrasia duniani, lazima aseme kuwa tunataka kuleta demokrasia, kwa sababu mwisho wa siku demokrasia ndiyo kula kwa Marekani, kwa sababu demokrasia lengo lake ni kuwagawa watu. Ndio maana mataifa makubwa yaliyoendelea hayana demokrasia. Kumbukeni hilo. Taifa kama China halina demokrasia. Lile taifa ni cabinet tu ile ya CCP, watu kama 10,000 hivi wanakaa kumteua kiongozi ambaye kiongozi uweze ukasikia uchaguzi unaitishwa China kule, sijui kampeni China, hamna kitu kama hicho. Yani ni ile cabinet inakaa ya watu, ile baraza la watu 10,000 linakaa, na likikaa ndilo linalompendekeza mtu ambaye ana sifa zote za kuweza kuiongoza China. Ndio huyu sasa Xi Jinping mnayemuona. Haya, Urusi pia kuna demokrasia, lakini wao wanayo ya kwao ya aina yao. Ndio maana mnakumbuka kipindi kile wakati Alexei Navalny ambaye alikuwa sio tu mpinzani ila ni kibaraka wa Marekani, na mnakumbuka kipindi kile amefia gerezani yule bwana, na familia yake, mke wake pamoja na mabinti zake wawili wakakimbia, walienda mpaka Washington DC kwenda kuonana na Joe Biden kipindi kile, na wakawa wanamuelezea vitu fulani. Wakaenda Umoja wa Ulaya, wakaendelea kuambia kuwa mzuieni Putin kwa sababu Putin yule ni mnyama. Kumbuka hawa ni Warusi na Putin anawajua vizuri sana. Kwa ndio maana ona mataifa makubwa hayana demokrasia, kwa sababu demokrasia ni mdudu ambaye Marekani
Marekani anamtumia akijidai ameleta demokrasia kwenu, kumbe anachowatafutia anatafuta achukue mali kutoka kwenu. Kwa ndicho sasa kinachotokea pale Venezuela. Na Marekani hawezagi kuingia mahali bila kuwa na sababu inayompeleka hapo. Kwa sababu inayompeleka pale ni madawa ya kulevya, akidai kuwa Venezuela inaiharibu Marekani kwa madawa ya kulevya, akidai kuwa Nicolas Maduro ni muuzaji pia wa madawa ya kulevya. Na ndio maana Nicolas Maduro alipomwambia Marekani kama shida ni hao makatel wanaouza madawa ya kulevya, wao usiwe na wasiwasi, mimi nitawakamata na mimi nitawafikisha mbele ya sheria, na hata ukitaka nitawaleta, we nitajie tu listi. Marekani akasema hatukuamini we msanii, sisi tunakuja wenyewe. Ndio nimekuwa nikiuliza hapa jambo moja, kuwa hivi kama shida ni kuwakamata wauza madawa ya kulevya na serikali ya pale imesema tutakupa ushirikiano wa kuweza kuwakamata, kwa nini upeleke jeshi? Si kama unaelewa hiki kitu. Kwa nini upeleke jeshi? Enzi zile za kudanganyana hazipo tena sasa hivi, ndugu zanguni. Zile tulikuwa tunadanganyana kwa sababu tu vyombo vikubwa vya habari ilikuwa ni vyombo vya kwao. Utakuta huku kuna BBC, huku kuna CNN, kuna sijui Voice of America, yani hivyo, sijui Washington Post. Hizo habari sasa sio za kudanganyana tena. Sasa hivi ni utandawazi. Tupo kwenye ulimwengu wa utandawazi. Na ndio maana katika huu ulimwengu wa utandawazi tunafuatilia kila kitu na kuweza kujua na kuuliza maswali, kwa nini hapa imekuwa hivi? Kwa nini ili limeenda namna hii? Ndio maana tunajiuliza hivyo. Kwa hiyo demokrasia ambayo Marekani anaiongelea, it's not democracy. No, isipokuwa ni mfumo wa unyonyaji aliyoutambulisha, anaotaka kila taifa duniani liweze kufuata, kwa kuzingatia kile ambacho Marekani amesema kuwa yeye ni superpower, au amejitambulisha kuwa ni taifa kubwa duniani. Kwa kauli yake moja kila mtu anatakiwa kusarenda. Tena hususan hii Marekani ya Donald Trump ndio kabisa, kama mnakumbuka ndugu zangu, au kama mnavyojua niseme, hii ya Donald Trump, hii ya sasa ndio kabisa, kwa sababu Trump mwenyewe yeye ndo anajitambulisha kuwa ndio kila kitu duniani. Kwa kila mtu anatakiwa afuate kile Trump anachokiongea. Ndio maana unaona Marekani kulifanyika maandamano, watu kama milioni 7 hivi walikuwa wameandamana kusema kuwa wanapinga, kwa sababu Marekani sio ya kifalme. Na kwa nini Donald Trump aendeshe Marekani kama mfalme? Ndicho hicho walichokuwa wamekutanika wakiwa wanapinga sera hizi za Donald Trump. Kwa hiyo hilo nafikiri linaeleweka. Sasa Venezuela na wao ni nani? Venezuela na wao hawajakubali. Venezuela na wao wamesema hapana, ili sisi hatukubaliani nalo. Na kama hatukubaliani nalo, wakaamua kuimarisha ulinzi sasa. Na huyu waziri sasa ambaye ni waziri anajulikana kama Vladimir Padrino Lopez, amewaambia raia wa Venezuela msiwe na wasiwasi, kwa sababu jeshi lenu liko kwa ajili ya kuwalinda nyinyi. Na tunakumbuka raia pia walijitolea, raia kama milioni 3 kwenda kufundishwa, kupewa mafunzo ya kijeshi ili waingie kulinda taifa lao, ili taifa lao la Venezuela na uvamizi wote. Ili kuaga ni tofauti zamani Marekani wakawa wanaingizaga propaganda. Na kwa sababu sasa hamna utandawazi kipindi hicho, kwa unakuta wanaanza kushawishi wananchi waanze kumkasirikia, kumchukia rais wao. Alafu baadaye wanakuja wanaharakati wanaanza kuelezea, wanaharakati hao kumbuka wanafadhiliwa na Marekani, wanaanza kuelezea ubaya wa rais wao. Wakianza kuelezea vile, wanaanza kuwaingiza watu sumu, kuwaingizia sumu. Mwisho wa siku watu wakishajaa ile sumu, wanaambia sasa tuingie mtaani, twende tukaandamane kwa ajili ya kumtoa huyu. Alafu wakiingia mtaani, si wanakutana hasa na polisi, na wao wako pale, polisi wanawazuia. Wakiwazuia wanaweza wakafungua moto, maona tumia maji haya ya kuwasha, maona wakatumia mabomu ya machozi, na mwisho wa siku wakafungua kabisa risasi. Hapo ndipo ambapo sasa Marekani utasikia anasema tumefuatilia kwa ukaribu, tumeona pale polisi hawa wanatumia nguvu. Lakini hawaongei wale waandamanaji wao walikuwa wanafanya nini. Hawaongei hilo. Ila wataongea kuwa polisi tumeona wanatumia nguvu, kwa hiyo inabidi tuingie mtaani. Ni kama Libya ilivyotokeaga tu. Waliita wa magaidi hawa kutokea makundi mbalimbali, wakawapeleka pale, wakawa wanaandamana, Gaddafi hatutaki Gaddafi.
Dikteta ametawala peke yake muda mrefu, tunataka demokrasia ili tulikomboe taifa letu, we need democracy, hakuna demokrasia hapa na nini. Basi sasa Gaddafi naye twakumbuka aliandamana naye pia vile vile kuwapinga wale hivyo, kwa sababu ni maandamano ya amani. Lakini mwisho wa siku intelijensia ya Gaddafi kamwambia mzee, waandamanaji wana AK47, waandamanaji wana RPG. Gaddafi alipofanya upelelezi akagundua hawa sio waandamanaji, hawa ni magaidi. Kwa hiyo sasa kosa alilolifanya Gaddafi ni kuwapelekea jeshi. Ndio hapo unaona Marekani na NATO wakasema, na Ufaransa wakasema ametumia nguvu katika kuwazuia waandamanaji wakati ni haki yao ya msingi. Lakini haya ya waandamanaji walipokuwa wanaandamana wakiwa na RPG, wakiwa na AK47, hawakuongea hilo. Waliongea kwa sababu kii kubwa au katika hilo jambo kiini ilikuwa ni Gaddafi aondolewe kwenye madaraka. Ndio maana sasa hayo walikuwa wakiyafanyaga kipindi hicho, kwa sababu vyombo vilivyokuwa vinatangaza vya habari vilikuwa ni vya kwao, hivyo vyombo vikubwa. Rejelea katika mgogoro uliotokeaga Guatemala wakati Marekani miaka 1950 Marekani walipomuondoaga Jacob Arbenzi ambaye alikuwa ni mzalendo sana, ambaye alilipenda sana taifa lake la Guatemala. Hiyo Latin America hiyo. Werejelea pale. Alafu ukifika pale utaona huo mgogoro namna walivyomuondoa, ndio utajua watu wana mahesabu ya mbali. Kwa hiyo hii sasa imeshindwa kufanya kazi pale Venezuela kwa sababu si tunaishi kwenye utandawazi na watu taarifa si wanaona. Kwa ndio maana imekuwa ni ngumu kwa Marekani. Marekani ameshangaa, alijua tu kwa kutangaza hivyo na raia na wao wataanza kweli hatumtaki Maduro. Sijui na jeshi pia lianze kuongea, lakini ameshangaa wameshikana kwa pamoja na raia na wao wanasema tuko tayari kulinda. Kwa hiyo imewapa shoku wa Marekani, hawaelewi tena ni nini cha kufanya. Lakini ni vichwa ngumu, ila wakiingia kuvamia pale wakijichanganya basi wajue watakula hasara sana taifa la Marekani. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika. Ninawashukuru.